Kwa kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 14 kuanzia mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 21. Bwana asifiwe sana. Leo ni Alhamisi Kuu kuelekea Pasaka. Bwana asifiwe sana. Natamani sana tuione katika utukufu na tusiione katika past. Bwana asifiwe sana. Kumbuka somo tulikuwa tunajifunza matokeo ya msalaba. Matokeo ya msalaba yanafunua utukufu wa Mungu. Hata kama tumekuja kushiriki meza ya Bwana, hatushiriki kwa kumtazamia Yesu anateswa. Tunashiriki kwa kuwa Yesu amefufuka na yuko ndani yetu katika jina la Yesu. Haleluya. So natamani sana Mungu afungue ufahamu wako leo tunapoenda kushiriki meza ya Bwana. Usishiriki kama unasubiri Yesu kuteswa. Shiriki kama Yesu Kristo aliyefufuka, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, ameletwa ndani yako kwa njia ya wokovu katika jina la Yesu. Haleluya. Amina. Marko mtakatifu 14 kuanzia ule mstari wa 17 mpaka mstari wa 21 ninasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, basi ilipokuwa jioni, yuaja pamoja na wale tenashara. Nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amin nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika, wakamwambia mmoja mmoja, je, ni mimi? Akamwambia, ni mmoja wa hao tenashara, ambaye achovya pamoja nami katika kombe. Kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule asingalizaliwa. Amina. Naomba nirudie mstari katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Bwana asifiwe. Mstari wa 22, na walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amin nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapounywa katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Yesu aliwapa mkate, akawapa divai, akawaambia, mtafanyeni hivi kwa ajili ya ukumbusho wangu. Bwana asifiwe sana. Kanisa tuko hapa tunashiriki kama ukumbusho. Bwana asifiwe. Lakini natamani ukumbusho unaoupata ni upi? Bwana asifiwe sana. Tuondoe mazoea katika majira na nyakati ambazo tumekuwa tukipita nazo sisi katika vipindi aidha vya Pasaka au vipindi vya sikukuu nyingine ya kuadhimisha sikukuu za Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Tunaweza tukaitazama Pasaka kama tunasubiri mateso, lakini saa hii tunafanya ukumbusho. Lakini ukumbusho wa nini? Yesu alishateswa, Yesu alishakufa, Yesu alishafufuka, Yesu alishapaa, Yesu alishakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, Yesu alishaachilia mamlaka yake, akasema, mamlaka yote niliyopewa ya mbinguni nimewapa ninyi. Yesu alishatoa, akasema, tazama niko mlangoni mwa moyo wako ninabisha, mtu akinifungulia nina uwezo wa kutoka kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba nikaja nikaketi kati ya mtu atakayenifungulia mlango. Na mlango gani? Ni mlango wa moyo katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa wakati unatafakari kushiriki kama ukumbusho, muulize jirani yako, unakumbuka nini? Very simple question, lakini ni swali gumu sana katika jina la Yesu. Unaweza ukamuuliza jirani yako na akacheka kwamba hana hata cha kukumbuka, kwamba anacheka. Umemuuliza anakumbuka nini? Yesu alisema, fanyeni hivi kila mnywapo, kila
kila mlapo. Lakini kwa ajili ya ukumbusho wangu, ni ukumbusho upi? Kwamba yeye ni sadaka, alitolewa kama sadaka. Mungu alichokuwa nakitafuta ni sadaka, na sadaka si ya mwili wa kawaida, ni damu. Alikuwa lazima asulubiwe. So kile alichokuwa nakifanya ni kimvuli ya kile kilichokuwa kinakwenda msalabani. Kwamba saini na wapa divai, saini na wapa mkate wa kawaida, lakini saa ipo na saa yaja. Hamtashiriki mkate uliofanywa na wanadamu, hamtashiriki damu zilizotengenezwa na wanadamu. Wakati mnashiriki, mtashiriki hata kama mtaiona ni kama kielelezo, lakini wakati mnashiriki mtakumbuka nilichokifanya msalabani katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ndio maana sisi ni tofauti na wanafunzi wa Yesu walivyokuwa wanashiriki. Wanafunzi wa Yesu walishiriki meza ya Bwana, lakini ule utukufu wa Yesu Kristo ulikuwa haujafunuliwa bado. Sisi hatushiriki kwenye kile kipindi walichoshiriki wanafunzi. Unajua wakati Yesu anawashirikisha wanafunzi, aliwaambia hii ndiyo damu yangu ya agano jipya. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kipindi kile agano jipya lilikuwa bado wakati anawashirikisha. Haijalishi kusoma kitabu cha Mathayo, Marko, Yohana, before Christ hajasulubiwa, bado sio agano jipya. Agano jipya lilianza baada ya Yesu kufa na kufufuka. Kilichofanya agano jipya ni damu yake kumwagika. Bwana asifiwe sana. Kwa tunaposoma hata vitabu vya agano jipya, lazima tutambue na tujue agano jipya limeanzia wapi. Bwana asifiwe sana. Si kwa sababu unasoma injili ya Mathayo ukajua agano jipya lilianza na Mathayo. Lilianza baada ya Yesu kufa na kufufuka. Baada ya damu kumwagika ndipo tulianza agano jipya. Maana hakuna agano pasipo damu. Kwa nini sasa mimi na wewe na watu wengine wanaweza wakawa na shiriki meza ya Bwana, lakini hawaoni mabadiliko ndani yao? Kwa nini unashiriki na unaona ni kitu cha kawaida kabisa, na unaona ni kitu ambacho labda unakuja kushiriki kwa ajili ya then uone matokeo yaliyostahili kwenye hiyo meza ya Bwana unaoshiriki? Nataka nikuonyeshe kuna watu walishiriki kama wewe na wakupata matokeo. Tuwekee kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Hakuna kitu kibaya kama ushiriki meza ya Bwana alafu ukataliwe na Mungu. Siku ya leo natamani tukafanye maombi ya utakaso, na vile tunapoenda kushiriki tupate neema na kibali machoni pa Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini tu si neema na kibali wakati wa kushiriki, matokeo maisha yako yabadilike baada ya kushiriki. Haleluya. Narudia, matokeo ni ya muhimu kuliko unavyoshiriki tu usione matokeo. Haleluya. Okay, nasoma hapo mpaka tutaenda mpaka mstari wa 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 10, not 2. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Anasema, kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani, wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano
yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Amina. Bwana asifiwe. Si aliwaambia fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu? Bwana asifiwe. Tunazungumza kanisa. Si aliwaambia hiyo ni damu ya agano anawapa na wafanye kwa ajili ya ukumbusho? Amina. Yes. Chochote kilichoandikwa kwenye Biblia ni kielelezo cha kunifundisha mimi na wewe, ili kutuonyesha na kuweza kupambanua kipi kilicho sahihi na kipi kisicho sahihi. Ndio maana hata ambao walikosea, yaliandikwa makosa yao yaliyokosea. Si kwa sababu Mungu hakuwasamehe, ni kwa sababu Mungu anataka kutufundisha kupitia makosa yao walioyakosea, kwa lengo kuu mimi na wewe tunaposoma, tunapojifunza, tusikosee mimi na wewe. Bwana asifiwe sana. Nimekuonyesha tofauti. Hawa watu wakati walikuwa jangwani, walitembea jangwani na Musa. Biblia inatuambia wote walibatizwa wakawa wa Musa. Lakini wakiwa jangwani walipewa chakula cha roho ambacho ni mana. Walipewa kinywaji cha roho. Bwana asifiwe sana. Leo hatushiriki meza ya Bwana kama kinywaji cha kawaida. Hatuli mkate kama kinywaji cha kawaida. Tunashiriki meza ya Bwana kama kinywaji cha roho. Tunashiriki damu ya Yesu kama kinywaji na mkate kama chakula cha kiroho. Bwana asifiwe sana. Lakini tuangalie kwa nini wale walishiriki, alafu Biblia inatuambia Mungu hakupendezwa nao. Alafu pima na wewe saa hii, mara ngapi unashiriki na kiwango gani unachoshiriki? Alafu je, Mungu anapendezwa na wewe? Amina. 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 Biblia inatuambia walivyoshiriki hawa, kitu cha kwanza walibatizwa wawe wa Musa. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Yohana 6 akaongea na wanafunzi akawaambia, si Musa aliwapa chakula kile, bali ni Baba yangu aliye mbinguni anawapa hicho chakula. Wakati wanapewa chakula kile cha jangwani, Israeli walimpa nafasi Musa, wakamwabudu Musa. Biblia inatuambia wakabatizwa wakawa wa Musa. Swali langu ni hili, leo unashiriki mwili na damu, unabatizwa unakuwa wa nani? Mnaelewa? 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 Hawa walibatizwa wakawa nani? Wewe unabatizwa unakuwa nani? Kwenye kile kitabu cha Wagalatia 3:27 anasema wote waliobatizwa na Kristo wamemvaa Kristo. Bwana asifiwe sana. Maana ukibatizwa na Kristo unamvaa Kristo. Na Kristo kama unamvaa, mimi nimevaa joho, ndani ya joho nina nguo ya kawaida. Maana kama nimebatizwa na Kristo natakiwa nimvae Kristo. Kristo anaonekana kuwa vazi. Wale walibatizwa wakawa wa Musa. Kwa hiyo kilichokuwa kinaonekana chao ni cha Musa. Wewe nani anaonekana kwako? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya kanisa. Nani anaonekana kwako? Hawa walikataliwa kwa nini? Lazima ujiulize kwa nini walikataliwa. Kwa nini walikataliwa? Walishiriki, wakaendelea na matendo yao mabaya. Kwanza hawakujiona kuwa ni wa Mungu, walijiona kuwa ni wa Musa. Waliendelea kuwa na manunguniko, waliendelea kuwa na maneno. Waliendelea kuabudu sanamu. Unajua nikisema sanamu, mtu anafikiri mpaka akachonge kinyago ndio akakiabudu. Biblia inatutahadharisha sana kuhusu ibada ya sanamu. Sanamu ni chochote kile unachokipa nafasi ya kwanza kuliko Mungu. Chochote unachokipa nafasi ya kwanza kuliko Mungu ni sanamu. Kazi yako inaweza kuwa sanamu. Mume wako anaweza kuwa sanamu. Mke wako anaweza kuwa sanamu. Mtoto wako yule mmoja uliyepewa na Mungu unayemlinda kuliko chochote, unashindwa kumpa Mungu ibada, inaweza kuwa sanamu. Simu yako inayochukua muda mrefu kuliko Mungu inaweza kuwa sanamu. Chochote, sura yako nzuri inaweza kuwa sanamu.
nywele zako nzuri zinaweza kuwa sanamu. Hata huduma yako inaweza kuwa sanamu. Biblia inatuambia tujitenge na ibada ya sanamu. Sanamu ni chochote unachokipa nafasi ya kwanza. Kwa hiyo hawa walibatizwa wakawa wa Musa, lakini walivyokuwa wa Musa manake Mungu hakuwa na nafasi katika mioyo yao. Mungu hakuwa na nafasi katika maisha yao. Mungu hakuwa na nafasi ya ibada kwao. Manake hata hawakutaka kumwabudu Mungu. Alivyoabudu Musa ilikuwa inatosha. Alivyokuwa anaenda Musa kuchukua taarifa za Mungu na kuwaletea inatosha. Musa alivyokuwa anampa Mungu nafasi ya kwanza ilikuwa inatosha. Lakini kumbe ilikuwa haitoshi. Mungu anachokitaka kwako, anaitaka nafasi ya kwanza. Mungu anachokitaka kwako, angusha kila sanamu wabakie yeye. Mungu anachokitaka kwako, angusha kila utaratibu wabakie yeye, katika jina la Yesu Kristo. Manake hata sasa kuna watu wana ibada ya sanamu na hawajijui kama wana ibada ya sanamu. Na tunashiriki mwili na damu, tunasema ni kwa ajili ya ukumbusho, lakini kuna watu bado wanakataliwa na Mungu. Mungu akufungue macho. Wakati unashiriki, upate neema na kibali machoni pake, na uweze kuacha mabaya, na uweze kukubaliwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa wakati tunashiriki meza ya Bwana, damu ya Yesu ni kitu cha kiroho. Kwa sababu damu ya Yesu ni kitu cha kiroho, sio kitu cha kimwili. Wakati Yesu anawaambia hii ni damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Leo tunakuja kwenye madhabahu, tunashiriki kinywaji kwa jinsi ya mwili, tunashiriki mkate kwa jinsi ya mwili. Lakini Yesu anasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, wakati unaona ni kitu cha kawaida, Yesu haoni ni kitu cha kawaida. Anaona ni mwili wake, anaona ni damu yake. Ndio maana anawaambia fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana asifiwe sana. Maana unaposhiriki, hautashiriki ukaona ni mkate, hautashiriki ukaona ni damu au ni divai ya kawaida. Nenda katafute kilichofanyika msalabani. Wakati unashiriki, unashiriki kinywaji cha roho. Wakati unakula chakula au mkate wa kiroho katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Anasema hii ni damu yangu ya agano. Agano lilikuwa ndani ya damu yake. Agano lilikuwa ndani, yeye ndiye alibeba agano jipya. Tukisema mjumbe wa agano jipya, Yesu ndiye mjumbe wa agano jipya. Kuna watu tunasema tunashiriki, lakini tunasumbuliwa still na maagano. How? Sio kama unanielewa ninachokisema. Mtu anasema ninashiriki, lakini bado nasumbuliwa na laana. How? Anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Nisikilize mwana wa Mungu. Unavomuona kasha la nje aliyesimama kwenye madhabahu, unamfahamu huyu aliyesimama kwenye madhabahu. Bwana asifiwe. Lakini anayetumiwa na Mungu, Mungu anatumia mwili huu. Anayetumiwa yuko ndani asiyeonekana. Sijui kama unanielewa ninachokisema. Okay. Tunapoenda kushiriki leo, usishiriki kikawaida, shiriki kwa imani. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia imani ni kuwa na uhakika. Wewe una uhakika na nini? Haleluya. Mwanadamu, Biblia inatuambia mwanadamu kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:23, mwanadamu ana roho, nafsi na mwili. Ndio maana kwenye lile neno anasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase ninyi. Akaanza sehemu 3 za utakaso: roho zenu, nafsi zenu, miili yenu, akasema na uchafu wote. Bwana asifiwe sana. Okay, unapokuja kushiriki meza ya Bwana, ili ukutane na Yesu, ili ukutane na aliyewashirikisha, akawaambia sitakunywa tena mzao wa mzabibu. Bwana asifiwe. Hata kunywa tena katika ulimwengu. Lakini Yesu ni roho. Yesu ni roho. Paka sasa tunashiriki tuko naye. Hatushiriki akiwa mbinguni, tunashiriki tukiwa naye. Na hatushiriki akiwa nje, tunashiriki naye akiwa ndani. Hatukumbuki akiwa nje, tunakumbuka akiwa ndani. Bwana asifiwe. Iko hivi, very simple. Isikilize vizuri hapa uelewe. Hapa ni mtu mmoja amesimama mbele yako. Lakini huyu mtu mmoja ni wa mwili. Lakini kuna mtu mwingine wa ndani. Anaitwa mtu wa nini? Wa roho. Bwana asifiwe sana. Na wewe unapokuja kushiriki, ukija kushiriki Lydia, anayekuja ni wa nje, lakini anayetoa matokeo sema ni wa ndani. Yule wa ndani ndiye ana uwezo wa kusababisha matokeo
kwa sababu ni mtu wa kiroho, ndiye anayeweza kuleta manifestation nje. Haleluya. Anayeweza kuleta udhihirisho nje. Bwana asifiwe. Kwa sababu wote tunataka udhihirisho, lakini lazima ujue nani anasababisha udhihirisho. Watu wa nje sana wanatafuta udhihirisho bila kugundua sana mtu wa ndani ndiye anayesababisha udhihirisho. Bwana asifiwe. Mtu wa nje amezaliwa na mama plus baba izikotu mtoto. Mtu wa ndani amezaliwa kupitia damu. Biblia inasema tumenunuliwa, si ni sawa? Yesu alichinjwa kwa damu yake, akamnunulia Mungu watu wa kila lugha na kila kabila, akawafanya kuwa makuhani na wafalme, wanamiliki leo juu ya nchi. Hicho unachofanya hapa duniani umekipata through mtu wa ndani ambaye aliamini kununuliwa, aliamini kwa kuchinjwa kwa Yesu, aliamini kwa kulipiwa gharama, aliamini wa kwanza sio wa nje, aliamini wa kwanza ni wa ndani. Kwa kuwa wa ndani aliamini, wa nje ndiye ananufaika na matokeo. Kwa hiyo kiwango chako cha mtu wa ndani kuamini na kiwango cha mtu wa ndani kuwa na ufahamu, anaweza kumnufaisha sana huyu wa nje akaenjoy matokeo angali hapa duniani katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Wewe angalia huko ubaoni. Bwana asifiwe. Sasa leo kuna mtu ananiambia mimi nateswa na maagano ya bibi na babu. Mimi nateswa na maagano ya mama na baba. Mimi nateswa na laana za vizazi. Nisikilize. Laana za vizazi zinapita through damu. Sijui kama mnanielewa. Magonjwa, baraka, laana vinapita through nini? Damu. Bwana asifiwe. Nafikiri niliwafundisha hilo somo. Haleluya. Nafikiri niliwafundisha hilo somo. Unaweza ukaniekea Ezekiel 19:10 tu tuangalie. Muda. Bwana asifiwe. Si tuende kidogo tuelewe. Lazima niwaangalie wakubwa huku baoni, huku nyuma yangu. Weka. Nataka nikuonyeshe kitu very simple kinachotesa watu wengi. Anasema mama yako, natoa mfano tu. Natoa mfano. Mama yako alikuwa kama mzabibu wapi? Katika damu. Sijui kama unanielewa. Unajua tunatafutaga hizi laana nje, but laana nyingi, mabaya mengi yamefungwa kwenye damu. Mwangalie jirani yako, mwambie yamefungwa kwenye damu. Nitakupa very simple equation jinsi ya kuondoa hivyo vitu kwenye damu yako. Wala hatutaki kutoa jasho. Swala ni la mtu wako wa ndani kuamini, na swala la kumtengeneza mtu wa nje ni swala la mtu wa ndani. Shida watu wengi nawaambia ni michanganyo ni mingi. Mtu wa ndani yuko busy kuliko wa nje. Okay, anasema mama yako alikuwa kama mzabibu katika damu yako, uliopandwa karibu na maji. Manake kilichopandwa karibu na maji kina nini? Kinazaa sana. Alafu anasema na kujaa matawi kwa sababu ya maji mengi. Endelea. Anasema naye alikuwa na vijiti vya nguvu kwa fimbo za enzi zao watawalao. Manake huyu mama ameonekana kwenye damu, lakini hakuwa mpole kwenye hiyo damu. Alionyesha utawala wake kwenye hiyo damu. Hakuna ambaye yuko hapa amekaa na ananiangalia na ambaye mama yake hajapita kwenye damu. Sayansi inatuonyesha baba ndio yuko kwenye damu. Biblia inatuonyesha hata mama anapatikana kwenye nini? Damu. Kwa anamwambia sasa Ezekiel, huyu ni mtumishi wa Mungu anaambiwa. Anaambiwa wewe ni mtumishi, lakini kwenye utumishi wako sikuoni. Ndani yako namuona mama. Kwenye utumishi wako sijioni Roho Mtakatifu. Ndani yako namuona mama. Ndivyo ilivyo watu wengi. Sio kama unaelewa. Ni swala la mtu wa ndani kumbadilisha mtu wa nini? Wa nje. Ukitaka mabadiliko, shughulika na mtu wa ndani. Amina. Ukitaka kufunguliwa, shughulika na mtu wa ndani. Mtu wa ndani anakula, mtu wa ndani anakunywa, mtu wa ndani anafunguka. Shida unamshughulikia wa nje kuliko wa nani? Wa ndani. Ndio hapo tu palipo na matatizo. Okay, kwa hiyo Mungu anamwambia nimemwona huyu mama sio wa kawaida na ana fimbo ya enzi ndani yake. Ondoa hiyo.
Sije nikafundisha sana hapo, najua naweza nikapitiliza. Bwana asifiwe. Kwa kama alimuona mama, nani anatakiwa aonekane badala ya mama? Kwa sababu wakati wa Yeremia, wakati wa Ezekiel ni agano la kale. Wakati huu agano jipya, hatakiwi kuonekana mama yako hata kidogo. Hatakiwi kuonekana bibi yako hata kidogo. Hatakiwi kuonekana babu yako hata kidogo. Haitakiwi kuonekana laana yoyote hata kidogo ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu unapozaliwa mara ya pili, Biblia inasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Maana kwenye mwili una DNA inayosoma kutoka kwa baba. Unaweza kuwa na viambata ambavyo vinaweza kuvika mama yako vikapatikana, au kwa baba yako vikapatikana katika damu yako. Katika ulimwengu wa roho mtu anapookoka, maana yake Biblia inasema kilicho kwa roho ni nini? Ni roho. Maana yake yule mtu wa rohoni anatakiwa kuwa na DNA ya baba. Yaani Mungu anawaona katika jina la Yesu. Unajua sikuonei huruma hata usipopiga makofi, uamini. Mwambie jirani yako, kwa hiyo unayo ya babu yako. Najua hujaelewa. Iko hivi. Mtu wa mwili, mtu wa nje. Hata sahi, hata kama nahubiri injili mpaka mwisho, ikienda kupimwa bado nina vinasaba vile vya wazazi. Sijui kama unaelewa. Sasa ndani yangu kuna mtu wa kiroho. Umenielewa? Huyo wa nje huwezi kumbadilisha wewe kwa nguvu ya nje. Umenielewa ninachokisema? Mmenielewa ninachokisema? Huyo mtu wa nje huwezi kumbadilisha kwa nguvu za ugali. So, maisha ni roho. Chanzo cha baraka ni rohoni. Chanzo cha laana ni rohoni. Chanzo cha kufunguliwa ni rohoni. Chanzo cha utumwa ni rohoni. Kwa sababu vyanzo vyote ni rohoni. Kwa hiyo lazima uwe vizuri rohoni. Kama ni kwa shetani, kuwa vizuri rohoni. Kama ni kwa Mungu, kuwa vizuri rohoni. Sijui kama unanielewa? Haleluya. Maisha ni rohoni. Umenielewa? Ndio maana watu wa giza wanajikita rohoni. Watu wa Mungu, amka kwa jina la Yesu, jikite rohoni. Amka kwa jina la Yesu, jikite rohoni. Huwezi kushindana na mtu wa giza aliyejikita rohoni. Ana kina kirefu rohoni, wakati wewe una kina kifupi rohoni kwa upande wa Bwana. Lazima utashindwa. Umeelewa ninachokisema? Kwa hiyo huyo mtu wa ndani nataka tukashiriki kwa ajili ya hicho kitu. Kwa hiyo sikiliza kwa makini. Bwana asifiwe. Sema amesema tufanye hivi kwa ajili ya ukumbusho wake. Lazima tuwe na kitu specific kwa nini tunashiriki. Bwana asifiwe sana. Huyu mtu wa ndani ambaye amezaliwa imani, neno ambalo linaitwa imani, si ni sawa? Anasema imani huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Na kusikia kwa neno la nani? La Kristo. Anasema kwa moyo mtu uamini na kwa kinywa mtu ukiri atakupata nini? Kwa hiyo huyu amezaliwa mara ya ngapi? Huyu aliyezaliwa mara ya pili hana damu ya Kimasai, ana damu ya Yesu. Umeelewa? Hana damu ya mzee wa Kimasai, ana damu ya nani? Ya Yesu. Na Yesu hakuwa na damu ya Yusufu. Hivi mmeshawahi kujua Roho Mtakatifu ana damu? Kwa nini mnasita eti wa mama? Baba aliyekuzalisha si ndiye baba wa mtoto? Sasa kwani aliyempa mimba Bikira Maria ni nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu akichanjwa pale ilikuwa inatoka damu ya baba yake. Sijui kama mnanielewa. Aliyempa mimba Bikira Maria ni nani? Roho Mtakatifu. Kwa nini mnaogopa kusema kwamba ndani ya damu ya Yesu kuna Roho Mtakatifu? Kwa lugha nyingine, ndani ya damu ya Yesu yuko Roho Mtakatifu. Mmenielewa ninachokisema? Ndani ya damu ya Yesu kuna DNA ya baba. Roho wa baba ni nani? Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kwa hiyo huyu mtu wa ndani huyu ndiye anayeshiriki hichi kitu cha kiroho. Kwa sababu unashiriki mwilini unaweza usione matokeo. Kwa hiyo huyu mtu wa charged tena. Kile kitu cha kiroho cha DNA ya Yesu kinakuwa kama kimechomekwa. Kama ukichukua kitu kikichomeka kwenye umeme, lazima kinaleta matokeo. Kwa hiyo huyu mtu wa ndani anakuwa charged na damu ya Yesu. Kwa hiyo kwa kadiri unashiriki anakuwa charged. Anakuwa charged. Akiwa charged anaweza kuleta matokeo. Kwa hiyo huyu mtu wa nje anaweza kumsaidia huyu wa nje
alipoonewa, ana uwezo kumsaidia huyu mtu wa nje alipotekwa, ana uwezo kumsaidia huyu mtu wa nje alipofungwa. Mmeelewa kidogo? Mmeelewa kidogo? Sikiliza. Agano la mauti haliharibiwi kwa maneno, linaharibiwa kwa agano la uzima. Bwana asifiwe sana. Yesu akasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao nini? Uzima. Kwa lugha nyingine, instantly unaposhiriki damu unarichaji uzima ndani yako. Kwa hiyo ule uzima una uwezo wa kuharibu mauti yoyote ndani yako katika jina la Yesu. Haleluya. Unaposhiriki, wengine wasema sisi kwetu kuna maagano magumu. Nisikie, hamjakuwa na maagano magumu? Hata kwetu kulikuwa na maagano magumu. Wewe mpaka umuone mwanamke wa Kimasai na ubiri injili. Hiyo sio kazi ndogo ujue. Sio ndogo. Bwana asifiwe. Kama mori nilikuwa nao. Kama hasira niliwadisia hapa. Mimi kuzichapa na konda kwa 50 tu niliwaambia kabisa. Kilikuwa sio kitu kidogo, nika kitu kikubwa cha kiasira kilikuwa ndani. Lakini eti leo mtu anaweza akanikosea, alafu nikamtazama, alafu nikamuonea huruma kwamba bado yeye ni mtumwa. Aliyenikomboa, aliyenibadilisha kupitia hiyo damu, anaweza kukubadilisha tena katika jina la Yesu. Mwingine anasema kwetu kulikuwa na maagano ya kichawi. Kwenu nyie kulikuwa mna ya kichawi. Kwetu yalikuwepo. Siku moja nilikuwa naomba usiku wa manane. Nilikuwa najitenga na roho za vizazi. Nikiwa naomba nikawa nasimamia ule mstari wa Ufunuo wa Yohana sura ya 6 mstari wa 8. Katikati ya usiku niko chumbani kwangu. Jamani, vyumba si mnajua kuna vyumba vidogo na vikubwa. Vyumba vya wazazi vinakuaga vikubwa. Imagine ukiweka huo mstari unaweza ukatusaidia ili wakajua nini ninachokiongea. Wakati ninapambana na mauti na kuzimu, nikaanza kusema, ewe mauti na kuzimu, wewe uliyepanda chochote kunifikia, uliyepanda chochote kunifikia. Ghafla kule ndani nikasikia nabanwa kama nataka kufa. Alafu nikasikia zile roho zinaniuliza wazi, kwani kwenu nani mtumishi wa Mungu? Nikapiga raundi huko kwetu hakuna mtumishi wa Mungu. Kumbuka anaenda kwa mganga naye ni mtumishi wa mganga. Lakini wanaoenda kwa waganga ni wengi kuliko wanaoenda kanisani. Pale pale nilikosa jibu. Nikasikia sauti ya Bwana ikiniambia, sema kwenu wa kwanza mtumishi wa Mungu ni Yesu. Nikiajibu yale mapepo, kwetu wa kwanza mtumishi wa Mungu ni Yesu, alafu wa pili ni mimi. Instantly walikimbia. Unafikiri kwa nini walikimbia? Walikimbia kwa sababu nimefahamu. Kufunguliwa kwako kunategemea na viwango vya ufahamu katika uwezo wa damu ya Yesu unayoishiriki leo. Sijawahi kushiriki meza ya Bwana, Mungu asinisemesha popote. Hata nikija nikiwa kama mshirika nikakaa huko chini, nikimaliza kushiriki, nikitulia, lazima kuna sauti. Nikimaliza kushiriki, nikitulia, lazima kuna kitu Mungu ananifanyia. Bwana asifiwe. Ukiona haufanyiwi, kuna shida ya kutokuelewa uwezo wa damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho, ukahusianisha na maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Kwa lugha nyingine, wakati unashiriki meza ya Bwana, unapambanisha kila agano la mauti na kuzimu na damu ya Yesu ya agano jipya unayoishiriki sasa. Nafikiri kule nje wamesinzia na hawapo. Kule nje mnasikia? Mnasikia? Bwana asifiwe. Chochote cha kimauti kwenye familia yako, wewe kipige picha. Damu ya Yesu ni kifuto kinachoweza kufuta chochote, historia yoyote inayosoma kwenye damu yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo haushiriki damu ukaiapply kutoka nje kuja ndani. Unaiapply damu ikiwa ndani. Kwa hiyo unaipambanisha damu ya Yesu na damu yako ikiwa ndani ya kwako binafsi. Sijui kama umeelewa. Jamani, sumu iliyoko nje na iliyoko ndani, ipi inaua haraka? Sumu iliyoko nje na ndani, ipi inaua haraka? Sasa leo hatuzungumzi na damu ya Yesu ikiwa nje, tunazungumza na damu ya Yesu ikiwa ndani.
Hatuombi utakaso damu ikatoka mbinguni. Tunaomba utakaso damu inatoka ndani, inamtakasa mtu wa nje na mtu wa ndani katika jina la Yesu. Amina. Mnaelewa kidogo? Mnaelewa kidogo? Wakati unaiamuru damu yako kutakaswa, kama Yoeli 3:21, hauiti damu nje, unaita damu kwa mtu wa ndani. Anamtakasa, anaitakasa damu yako ikiwa ndani yako katika jina la Yesu. Amina. Wakati unaiamuru mauti iondoke, hauiamuru mauti iondoke na damu iliyoko nje. Unaiamuru mauti iondoke ndani yako ukiwa na damu ya Yesu ndani yako katika jina la Yesu. Kwa lugha nyingine, wakati unakuja kushiriki meza, unamwambia kabisa, unaiambia roho yoyote ulioko ndani yangu, tunaenda kumaliza mkataba kwenye madhabahu katika jina la Yesu. Roho yoyote ulioko ndani yangu, tunaenda kumaliza agano, likiwa ni la mauti na kuzimu, tunalimalizia kwenye madhabahu kupitia sadaka ya damu ya Yesu katika jina la Yesu. Mauti yoyote inamalizika kupitia damu ya Yesu iliyobeba agano la uzima ndani yako katika jina la Yesu. Hebu simama tufanye mazoezi kama inawezekana. Tufanye mazoezi. Weka Yoeli 3:21, tufanye mazoezi. Unajua nikisema mazoezi, yani tunaomba, tunafanya mazoezi. Bwana asifiwe. Si tunaweza kufanya mazoezi? Sema, Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu, asante kwa neema yako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, kwa damu ya Yesu ya agano sawa sawa na neno lako Mathayo 26:28, umeniambia hii ni damu yako ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hiyo damu imemwagika kwa ajili yangu mimi, taja jina lako, kwa damu ya Yesu. Na ialika hiyo damu ambayo ni roho ipite ndani yangu, ndani ya damu yangu, ikanioshe, ikanitakase, ikanisafishe dhambi zangu zote kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndani yangu, niondolee kila dhambi inizongayo kwa upesi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, sawa sawa na neno lako la Yoeli sura ya 3:21, umesema wewe Bwana unaitakasa damu yao ambayo hujaitakasa, kwa maana wewe ni Bwana. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, saa hii damu ya Yesu, damu ya Yesu, takasa damu yangu, takasa damu yangu, ondoa kila uchafu, ondoa kila laana, ondoa kila nguvu, kila roho ya kurithi ndani yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu uliobeba uzima, ondoa nguvu ya mauti ndani yangu, nguvu ya utasa, nguvu ya laana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Chochote kinachosoma ndani ya damu yangu ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu, saa hii na vipambanisha na damu ya Yesu ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu. Nguvu yoyote ya kinyume inayoonekana ndani ya damu yangu, takasika, takasika kwa damu ya Yesu. Pando lolote linaloonekana ndani ya damu yangu, saa hii naitumia damu ya Yesu. Ebrania 9:22, karibu katika Torati vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Saa hii na mwaga damu ya Yesu ndani ya damu yangu, na mwaga damu ya Yesu ndani ya damu yangu, na mwaga damu ya Yesu ndani ya damu yangu, na mwaga damu ya Yesu ndani yangu,
ninaondoa chochote cha adui, ninaondoa maagano yote ya mauti, ya kuzimu, ya kiganga, ya kichawi, ya utasa, ya kukosa kibali, kwa damu ya Yesu ninaondoa leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Rapashekeri mayanta lebrakatoshka jelamanto ribosa rikosa karabayanta ribosa lebrakatoshka jelamanto ribosa. Achilia damu ya Yesu ndani yako. Rapayanda rabakuria mando ribosa. Biblia inasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Tunamwaga damu ya Yesu ndani yetu, tunamwaga damu ya Yesu ndani, tunamwaga damu ya Yesu ndani ya damu. Rapashekeri payanta, tunaondoa chochote cha adui kilichosimama kinyume na mapenzi ya Mungu. Rapashekeri payanta, rapasakara payanta, rikokoria masikiri mayanta, korobo yanta ribosa. Chochote kinachofanya ukataliwe, chochote kinachokurudisha nyuma, chochote cha adui, rapasekeri payanta, lebrakatoshka jelamanto, riandara basikiri mayanta, rapasekeri payanta, rapasikiri payanta. Mwaga damu ya Yesu ndani yako. Rapasikiri mayanta. Jana niliwafundisha sisi ni madhabahu. Hakuna madhabahu inafanya koya ndani. Rapasekeri payanta, rapashekeri payanta, korobo yanta ribosa, rapasekeri mayanta. Tunamwaga damu ya Yesu ndani yetu, tunaondoa chochote cha adui. Rapashaka rapayanta, rakasaka rapayanta, raposikiri mayanta, rapashaka rapayanta, kandara bakuria masikiri mayanta, rikokoria masikiri mayanta. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, endelea kumwaga damu. Rapasikiri mayanta, rapasaka rapayanta, rikokoria masikiri mayanta, rikokoria masikiri mayanta, korobo shandara wasaya, rikokoria masakari bosa. Katika jina la Yesu tunamwaga hiyo damu, tunaondoa chochote cha adui ndani yako. Sema naondoa chochote cha adui ndani yangu. Havitakaa vya adui ndani yangu, havitakaa vya mauti ndani yangu, havitakaa. Rapasekeri mayanta, tunavipambanisha uso kwa uso na damu ya Yesu. Ramasakata riposhiki mayanta, rapasakara mayanta, rikokoria masikiri mayanta, korobo shakara masaya, rapasikiri mayanta ribosa, korobo yanta ribosa, rapayandara bakuria masaya, korobo shandara basikiri mayanta. Katika jina la Yesu. Asante Yesu. Sema tena, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, yoyote yule anayeonekana ndani ya damu yangu saa hii, naitumia damu ya Yesu ya agano kuwaondoa ndani yangu katika jina la Yesu. Yoyote yule anayeonekana ndani ya damu yangu, kama vile Mungu ulivyomuona ya mama yake Ezekiel ndani ya Ezekiel, saa hii naitumia damu ya Yesu ya ondoleo katika jina la Yesu. Na mwaga ndani yangu, ninawaondoa ndani, naondoa uganga, naondoa utawala, kila fimbo ya enzi ndani yangu inayoonekana inatawala. Rapasekeri maya, na viondoa kwa damu ya Yesu. Viambie na viondoa kwa damu ya Yesu. Rapasekeri maya, utawala wowote ulioinuka ndani ya damu yako, utawala magonjwa, utawala laana, rapasekeri maya, rapasekeri maya, rapasekeri maya, tunavinyamazisha kimya. Havitasimama wala havitakuwa wala havitapiga kelele. Ramashaka ramayanta, magonjwa ya kurithi, sikia neno la Bwana. Tunakunyamazisha ndani kwa damu ya Yesu ya agano. Tunayaondoa hayo magonjwa ya kansa, sukari na pressure. Ramaseketeketikotaka, rapasekeri mayanta ribosa, rikosaka ramashanda rabasaika, korobo yanta rabakuria. Ongea na damu yako, ongea na damu yako, ongea na damu yako. Damu inasikia, damu ina sauti. Tumia damu ya Yesu kuongea na damu yako. Rapasekeri mayanta, lebrakatoshka jelamanto, riandara bashikiri mayanta ribosa, rakasaka rakayanta, rakasaka riposeke, rikoshaka rakasaka, korobo yanta rabasaika, rikokoromo saka rimaso, lebrakatoshka jelamanto. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, wengine wanachukiwa kwa sababu ya damu zao. Tunaondoa roho ya kukataliwa katika damu, tunaondoa roho ya kunyanyasika katika damu, tunaondoa
akaondoa mateso. Biblia inasema mateso hayatainuka tena mara ya pili. Waliteseka wao, hatutateseka sisi. Walikataliwa wao, hatutakataliwa sisi. Rapasekerimayanta, rapasakaramayanta, endelea rakokosa kataka, rapashikimayanta ribosa, rakakora mandora bosete, rimasaka la makuzi ya mantoza, shela manto rimosaka ramayanta, rikokora mosiki rimayanta. Endelea kuomba, iombe damu yako. Ramoshetika makosi ya mahato, rapasiki kwa jina la Yesu. Anguka, ondoka, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu. Raposekerimayanta. Endelea kuomba. Utawala wowote wa giza uliosimama, utawala wa kiganga, utawala wa kichawi, utawala wa magonjwa, ramasaka tarakatoza, zila manto ribosaka, hakuna utawala wa kimaskini utaonekana ndani yako. Rabashekemayanta, rabashandara basaya, rabashakara masata, rikokoria masikiri mayanta. Anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ukumbusho tunaokumbuka ni ukombozi. Ukumbusho tunaokumbusha ni ukombozi. Tunakumbuka msamaha wa dhambi, tunakumbuka uhuru, tunakumbuka utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Endelea kuomba. Kandarabasa kerimayanta ribosa, rapashekerimayanta ribosa, rikokoria masikiri mayanta ribosa, rapayandarabakuria masikiri mayanta, lebrakatoshka jelamanto, riandarabasai karibosa karamayanta, katika jina la Yesu. Saina msikia Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu wana damu ya kukataliwa, na kuna watu walikataliwa na baba zao. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, saa hii na iamsha damu ya Yesu ndani yangu, ikaniondolee damu ya kukataliwa, damu ya hatia kwa jina la Yesu, damu ya mabaya kwa jina la Yesu, damu iliyobeba laana na ikataa ndani yangu kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu fanya vita ndani yangu. Damu ya Yesu fanya vita ndani yangu, na chochote ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu hakitakaa ndani yangu. Mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mimi ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Damu ya Yesu fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita. Raposekerimayanta, yamuru damu ya Yesu ifanye vita. Damu ya Yesu ifanye vita. Damu ya Yesu ifanye vita. Damu ya Yesu ifanye vita ndani yako. Rakashaka rapayanta, lebrakatoshka jelakuzia mando, lebrazonda ribosanta labakuzia mantosa. Damu ya Yesu ifanye vita, ifanye vita na chochote cha adui ndani yako. Damu ya Yesu ifanye vita paka kule nje, mapepo mliojificha kwenye damu, chochote kinachonyonya damu ya mtu, chochote cha laana, rapasaka rapayanta, tunawasha moto ndani ya damu yake. Damu ya Yesu tunakuamuru ndani yake, fanya vita sahi, fanya vita sahi, fanya vita sahi, fanya vita sahi. Raposaka rapayanta, rikokoria masikiri mayanta, rikokoria masikiri mayanta. Wewe damu ya Yesu fanya vita. Hizo mimba hazitaharibika tena, hizo mimba hazitaharibika tena. Rakayanda rabosata, rakasaka rapayanta, rikokoria masikiri mayanta. Hautaishiwa damu tena. Damu ya Yesu ifanye vita ndani yako. Reposekeri mayanta, rapasaka rapayanta, rikokoria masikiri mayanta, rikokoria masikiri mayanta, rimashandara basikiri mayanta, rakayandara bakuria masaya. Damu ya Yesu fanya vita. Damu ya Yesu fanya vita. Raposekeri mayanta, lebrakatoshka jelamanto, riandara basikiri mayanta ribosa. Iamuru damu ya Yesu ifanye vita ndani yako. Wacha ipambane, wacha ipambane, wacha ipambane. Rakayandara bashaka ramasaya, rikokoria masikiri mayanta ribosa, ramasata kalamando, lebrakatoshka jelamanto, riandara basikiri mayanta ribosa. Damu ya Yesu ifanye vita. Damu ya Yesu ifanye vita katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu. Tuweke Ibrania 2:14 tumalizie maombi yetu hapa. Ibrania 2:14. Weka tumalizie maombi hapa. Ibrania 2:14. Biblia inasema hivi: basi kwa kuwa watoto wameshiriki mwili, wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo, yeye naye vivyo hivyo
alishiriki yayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ninayokwenda kushiriki jioni ya leo. Kushiriki jioni ya leo. Kwa kuwa Yesu Kristo alifanya vivyo hivyo, na mimi leo ninavyoshiriki kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu uharibu leo mauti ndani yangu. Uharibu leo chochote cha adui ndani yangu kwa jina la Yesu. Uharibu leo nguvu ya mauti ndani yangu katika jina la Yesu. Iharibu leo nguvu ya dhambi ndani yangu katika jina la Yesu. Sema damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ninaposhiriki jioni ya leo agano lolote la mauti na kuzimu, tunaachia kwenye madhabahu katika jina la Yesu. Ninaondoka na agano la uzima na amani. Agano lolote la magonjwa, sikiliza neno la Bwana. Siku ya leo ninaposhiriki na achana na wewe, naondoka na agano la uzima na amani katika jina la Yesu. Agano lolote la kiganga na kichawi, sikiliza neno la Bwana. Siku ya leo ninaposhiriki mimi na wewe mwisho, naondoka na agano la uzima na urithi wa utakatifu katika Kristo Yesu katika jina la Yesu. Enyi maagano yote mnayonifuatilia, sikiliza neno la Bwana. Ninaposhiriki mwili na damu, naondoka na uzima na ninabatizwa katika Kristo Yesu na ninamvaa Kristo, na majeshi ya mbinguni yatanifuata nitokapo hapa paka kwenye nyumba yangu katika jina la Yesu. Pe Yesu makofi yake. Haleluya.